Ukisoma kitabu cha Mwanzo kwenye Biblia yako, hapa kuna swali ambalo linatatiza wengi. Biblia inasema Adam na Eva walizaa watoto wawili tu, Kaini na Abel, na wote wa kiume. Lakini Kaini alimuua Abel. Sasa swali ni, watoto wengine walipatikana wapi hadi tukawa wengi? Kaini alimuua nani? Adam na Eva walizaa watoto wangapi kwa ujumla? Majibu yote yako kwenye kitabu ambacho kilifutwa. Kitabu ambacho kinafunua siri za mwanzo ambazo Biblia yako haijaelezea. Kitabu cha The Book of Jubilees. Kaa mpaka mwisho kwa sababu majibu yote yako hapa. Lakini naomba subscribe tafadhali. Acha roho mbaya wewe. Asante. Twende kazi boss wangu. The Book of Jubilees ni kitabu ambacho hakipo kwenye Biblia yako ya vitabu 66, sababu kiliondolewa. Lakini kitabu hiki kilikuwa muhimu sana. Kiliandikwa mwaka 150 BC, miaka 150 kabla ya Yesu. Kinaitwa pia Little Genesis. Kwa nini? Kwa sababu kinakamilisha kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo kinatuambia hadithi za Adam, Eva, Noa, lakini kuna maswali mengi ambayo hakijibu. Makanisa yalifuta kitabu hiki. Kwa nini? Leo nitakueleza. Tuanze na watoto wa Adam na Eva. Mwanzo 2 mstari wa 1 na 2 nasema, Eva akamzaa Kaini, akamzaa tena Abel. Watoto wawili tu, wote wa kiume. Lakini Mwanzo 4 mstari wa 8 nasema, Kaini akamuua Abel, ndugu yake. Sasa Adam na Eva wana mtoto mmoja tu, Kaini. Swali kubwa, Kaini alimuua nani? Mwanzo 4 mstari wa 16 na 17 inasema, Kaini akatoka, akamuoa mtu, akamzaa Enoki. Akamuoa mtu. Ni nani? Biblia haijaeleza. Book of Jubilees inasema nini? Book of Jubilees sura ya 4 mstari wa 1 na 2 inasema, Adam na Eva walizaa watoto wengi, si wawili tu. Kaini na Abel walikuwa wa kwanza, lakini Eva alikuwa na binti pia, Awan na Azura. Awan aliolewa na Kaini, ndugu yake mwenyewe. Angalia hiyo. Eva alikuwa na mabinti pia, Awan binti wa kwanza, Azura binti wa pili. Kaini alimuua Awan, ndugu yake mwenyewe. Watoto wote wa Adam na Eva, Book of Jubilees sura ya 4 inaonyesha kuwa Adam na Eva walizaa watoto wengi, si wawili tu. Hebu tuwaone hapa. Kaini, mwana wa kwanza. Abel, mwana wa pili. Awan, binti wa kwanza aliyeolewa na Kaini. Seth, mwana wa tatu, alizaliwa baada ya Abel kuuawa. Azura, binti wa pili, aliyeolewa na Seth. Na watoto wengine wengi waliozaliwa baadaye, lakini pia kuna vitabu vingine vinasema kuwa Kaini alikuwa na paja wake wa kike. Mwanzo 5 mstari wa 3 inasema, Adam alimzaa Seth, lakini haijaeleza kwamba Seth alimuoa Azura, ndugu yake. Kwa nini Biblia haijaeleza? Sababu mojawapo ni kuwa ndoa ya ndugu ilikuwa kawaida wakati huo. Duniani ilikuwa na watu wawili tu, Adam na Eva. Watoto wao walilazimika kuoa ndugu zao ili uzazi uendelee. Lakini makanisa hayataki kusema hivi kwa sababu inasikika vibaya, inapingana sheria za kisasa, inafanya watu waulize maswali mengi. Hebu tutazame uhusiano wa kitabu cha Enoch na Book of Jubilees. Book of Jubilees inasema kitu cha kushangaza kuhusu Enoch. Book of Jubilees sura ya 4 mstari wa 21 inasema, Enoch alikuwa mwanafunzi wa kwanza wa malaika. Malaika walikuwa wakimfundisha mambo yote ya ulimwengu. Enoch aliandika kila kitu alichofundishwa na malaika. Enoch alikuwa mwandishi wa kwanza duniani. Ifahamike vizuri kuwa kitabu cha Enoch ni kitabu kingine kilichofutwa. Kimeandikwa na Enoch mwenyewe. Kina maarifa makubwa kuhusu malaika wabaya waliofua dhambi, ukombozi wa kweli, siri za ulimwengu, Mungu na njia yake ya kweli. Kitabu cha Jubilees na kitabu cha Enoch vinahusiana sana, kwa sababu vyote vinatoka kwenye maarifa ya malaika yaliyoandikwa na Enoch. Kwa nini vyote vilifutwa? Ni kwa sababu ya unafiki na ubinafsi wa makanisa. Makanisa yalifuta Book of Enoch kwa sababu inaonyesha malaika wamefanya dhambi.
Book of Jubilees kwa sababu inahusiana na maarifa ya Enoch. Kama watu wangejua kwamba malaika wamefanya dhambi, wangeuliza maswali mengi kuhusu Mungu na nini. Ikibamba sana wapi like wewe? Biblia inasema nini kuhusu Enoch? Mwanzo 5 mstari wa 24 inasema, Enoch alitembea na Mungu, kisha hakuwepo kwa sababu Mungu alimchukua. Alimchukua Enoch. Enoch hakufa. Wewe unaona huyu ni mtu wa kawaida kweli? Mungu alimchukua moja kwa moja. Kwa nini? Kwa sababu Enoch alikuwa na hekima zaidi. Alikuwa na maarifa ya malaika. Kitabu hiki pia kinaonyesha malaika walinzi waliofua dhambi. Malaika walinzi ni nani? Katika kitabu cha Jubilees sura 5 mstari wa 1 mpaka wa 2 inasema, wakati huo malaika walinzi wale waliotumwa na Mungu kulinda dunia waliangalia wanawake wa kibinadamu na walizaa watoto nao. Hizi ndizo zilikuwa sababu za dhambi kubwa duniani. Angalia, malaika walinzi walitumwa na Mungu kulinda dunia, lakini waliangalia wanawake na walizaa watoto nao. Hii ndiyo iliyoleta dhambi duniani. Malaika waliofundisha wanadamu dhambi. Kitabu cha Jubilees sura 5 mstari wa 3 mpaka wa 4 inasema, malaika walifundisha wanadamu mambo mengi, uchawi, usibiri na mambo ya siri ambayo hayakupaswa kujulikana. Waliwaongoza wanadamu mbali na Mungu na kwenye dhambi. Malaika walinzi ndio waliofua dhambi duniani. Biblia inasema nini kuhusu hili? Mwanzo 6 mstari wa 1 mpaka wa 2 inasema, ikawa watu walioongezeka juu ya uso wa dunia na wakizaa mabinti, wana wa Mungu wakaona binti wa binadamu kwamba wazuri, wakawachagua kuwa wake zao. Wana wa Mungu walikuwa ni malaika. Biblia inasema malaika walizaa watoto na wanawake wa binadamu, lakini haijaeleza zaidi. Kitabu cha Jubilees kinasema ukweli kamili kuwa malaika walifua dhambi duniani. Tukitazama zaidi katika kitabu cha Jubilees sura 10 mstari wa 1 mpaka wa 3 inasema, Noa aliomba Mungu akisema, Mungu, baba yangu Enoch alikuambia kwamba roho chafu za watoto wa malaika wabaya zitabaki duniani. Tafadhali, linda watoto wangu kutoka kwa roho hizi chafu. Zikifanya kazi hapa duniani, watoto wangu wataathirika. Noa alijua kwamba roho chafu za watoto wa malaika wabaya zitabaki duniani. Hizi roho zitaathirika wanadamu. Ndiyo maana aliomba Mungu alinde watoto wake. Kitabu hiki pia kinazungumzia kalenda ya asili. Kwenye kitabu cha Jubilees kuna kalenda tofauti na ile inayotumika leo. Kalenda ambayo ndiyo ya asili. Kalenda ambayo hata mzunguko wa siku za uzazi za mwanamke zinafuata. Wewe huoni ukweli hapa? Kitabu cha Jubilees sura ya 6 mstari wa 23 mpaka 30 inasema, mwaka una wiki 52 tu na siku 364, sio 365. Kila mwaka una miezi 12 tu na kila mwezi una wiki 4 na siku 1. Siku zote zinagawanyika kwa usawa. Katika kitabu cha Jubilees, siku 364 kwa mwaka, sio 365. Miezi 12 kwa mwaka, wiki 52 kwa mwaka. Kila mwezi una siku 28 tu. Na kalenda hii ikifuatwa, majira na misimu havibadiliki kwa sababu kila tarehe inaangukia siku ile ile ya mwaka, na kwa maana hii watabiri wa hali ya hewa wasingekuwa na nguvu hata kidogo. Kalenda inaathiri kila kitu: sherehe za kidini, Pasaka, Christmas, siku za pumziko, miaka ya biashara, yani economic calendar, miaka ya kilimo, kupanda na kuvuna. Kama kalenda ya Book of Jubilees ingepitishwa, makanisa na uongozi wa serikali za dunia
wangepoteza nguvu ya kuamua lini matukio mengi yafanyike, mfano sikukuu za kidini na mapumziko mengineyo. Sherehe zote za kidini zingebadilika. Pasaka ingekuwa siku tofauti. Makanisa yangepoteza nguvu yao ya kudhibiti wakati. Na ndipo wakamtumia Julius Caesar mwaka 46 BC kubadilisha kalenda. Kabla ya Caesar, kalenda ilikuwa tofauti sana. Book of Jubilees inaweza kuwa na kalenda ya zamani kabla ya Caesar. Ndugu zangu, kitabu hiki ni kipana sana, na mimi kulingana na muda wenu nimejitahidi tu kuwapa kwa ufupi. Kitabu hiki kina majibu mengi ya maswali ambayo hata mchungaji wako hawezi kukujibu. Na kama wewe ni mpenzi wa maarifa, kitafute ukisome polepole kwa maarifa zaidi. Asanteni sana kwa kunisikiliza hadi mwisho. Like, kisha subscribe kwa Neno Kweli. Comment hapo chini. Maoni yako ni nini? Ni siri gani ungependa tujifunze ijayo? Share video hii na wengine wapate kujifunza maarifa. Video ijayo tutazungumzia The Book of Enoch, maarifa ya malaika. Usikose. Mungu awabariki.